Haleluya. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kukaribisha tena siku ya leo kwenye siku yetu njema ambako tunakwenda kuwa na mafundisho ya neno la Mungu kwa ajili ya kuendelea kutujenga, kutuimarisha, kutuvusha na kutusogeza mahali pengine ambako Mungu inampendeza aweze kutupeleka kama watoto wake. Ninamfurahia Mungu kwa ajili yako. Ninamfurahia Mungu kwa ajili ya watu wa nyumbani kwako. Ninamfurahia Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye unampa neema ya kumshirikisha haya mambo mazuri ambayo Mungu anakwenda kuachilia kwa ajili yetu siku hii ya leo. Ni yule mtumishi wa Mungu Godwin Monyo. Nitakuwa na wewe katika session hii tukimbariki Mungu, kukaa katika meza hii, kula na kunywa vile ambavyo ameandaa kwa ajili yetu siku ya leo. Karibu sana mpendwa, utulie kwenye uwepo wa Mungu na kupokea kile ambacho Mungu anacho kwa ajili yetu siku hii ya leo. Bila kupoteza wasaa, wacha nimshukuru Mungu alafu tuweze kuendelea. Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya wasaa huu. Mungu uliye mwema, ninakabidhi kipindi hiki mikononi mwako. Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa utaanza na kumaliza na sisi. Maisha ya watu wako yataguswa, maisha ya watu wako yatabadilika, maisha ya watu wako yatavushwa katika viwango vingine. Yote ni katika utukufu wa jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Amina sana. Basi leo Mungu ametupa neema ya kupita kwenye somo zuri lenye kichwa kinachosema imani yenye matokeo katikati ya dhoruba. Imani yenye matokeo katikati ya dhoruba. Imani yenye kukupa matokeo katikati ya changamoto mbalimbali ambazo unaweza kupitia. Unamhitaji Mungu, umwite Mungu na Mungu akuonekanie katikati ya hali yako, katikati ya magumu yako, ili basi uweze kuvuka ukijitamba na kutamba na kusema hakika Mungu alinionekania. Na moja ya kiungo muhimu sana katika Bwana ambacho kitakusaidia kuvuka ni dhana ambayo tunaita imani. Na leo Mungu anatupa neema ya kujifunza na kuambukizwa kwa habari ya imani itupayo matokeo katikati ya dhoruba. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua na mimi kitabu cha Mathayo ile sura ya 14 mstari wa 22 mpaka ule wa 33. Mathayo mtakatifu sura ya 14 mstari wa 22 mpaka ule wa 33, tukianza na utangulizi kwa ajili ya somo letu hili. Nao nasema, mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Mstari ule wa 28. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Mstari wa 29. Petro akasema, njoo. Akasema, njoo Bwana. Huyo akamjibu. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe.
Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Na hao waliopanda chomboni nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma, na waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni story kwa habari ya Petro, kipindi cha huduma ya Bwana Yesu akiwa bado katika kufanya kazi chini ya jua, alivyokuja katika mwili. Tunaona kwa habari ya Petro ambaye alijaribu Bwana Yesu katika wema tu, akamwambia, Bwana, ikiwa ni wewe basi niruhusu niweze kutembea na mimi kama ulivyotembea, nitembee juu ya maji. Na kweli Bwana alivyompa hiyo ruhusa, Petro akatembea. Petro akafanya muujiza, akafanya hiyo ishara na maajabu yale ambayo Kristo aliyafanya, kwa sababu alimwamini yule ambaye alimpa ishara. Na pindi tu alivyotizama na kuona upepo, akaona upepo na nguvu kuliko Yesu, ndipo hapo alipoanza kuzama. Kwa hiyo imani yake iliweza kumchukua mahali fulani, lakini ilipofika dhoruba akaanza kuzama, maana yake imani yake ikapunguka. Lakini leo Mungu anatupa neema ya kujifunza kwa habari ya imani ambayo itatuchukua katikati ya dhoruba, mambo ambayo Roho Mtakatifu ataachilia katikati yetu, mambo ambayo Roho Mtakatifu ataambukiza katikati yetu, yatatuwezesha kuvuka na kusimama imara. Haijalishi ni mazingira gani ambayo yatatuzunguka, ile imani ambayo Mungu atakwenda kuiachilia katikati yetu itakuwa na uwezo wa kutuvusha katikati ya dhoruba yoyote ambayo itainuka au inaendelea katikati ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Luka 1:45. Neno lingine ambalo linatuongoza katika kipindi chetu cha leo ni ile Luka 1:45. Inaendelea kujenga msingi kwa nini tunahangaika na imani katika mazingira yetu au katika maisha yetu kama wana wa Kristo. 1:45 inazungumza kitu cha msingi. Inasema 1:45 inasema, naye heri aliye sadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Naye heri aliye sadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Maandiko matakatifu yanaendelea kutuweka wazi ni vitu gani ambavyo Mungu anavifanikisha kwenye maisha yetu, ni maono gani ambayo Mungu anashughulika nayo kwenye maisha yetu. Maandiko yanaweka wazi kwamba heri yule aliye sadiki, maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Inahitajika aina fulani ya imani katikati yetu ili kumruhusu Mungu afanye kile ambacho tunamtarajia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Alishakuwekea huo mzigo ndani yako kwamba utafanya biashara, na unaiyo hamasa, nitafanya biashara na kufanikiwa sana katika eneo la biashara. Alishakuwekea mzigo ndani yako kwamba utafanya uongozi mahali fulani, utakuwa ni kiongozi. Popote utakapozunguka utaongoza taasisi kuweza kufikia malengo yake na kugeuza maisha ya watu. Hiyo ni maono ambayo unayo ndani yako. Ili maono yao yaweze kufikia mwisho katika Mungu, basi lazima uwe na kiwango fulani chaweza kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na msingi wa somo la leo ni kwenye kutujenga na kutuimarisha katika eneo hilo, ili basi imani ambayo tunatembea nayo iweze kutuvusha katikati ya dhoruba yoyote mpaka tuweze kufanikisha vile ambavyo tunataka vifanikiwe kwenye maisha yetu. Tafsiri moja ya imani. Tafsiri ya imani. Nafahamu ya kibiblia ile Waebrania 11:1 kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini vile vile nikupe nyingine ambayo itaturahisishia tusafiri pamoja, ni utendaji wa shauri au neno la Mungu dhidi ya kauli
dhidi ya msimamo au ushauri mwingine wowote. Ni utendaji wa shauri la Bwana dhidi ya shauri lingine lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikwambia mahali pa kupita ni hapa, basi haijalishi panaonekanaje, haijalishi pana miba kiasi gani. Imani ni kuamua kupita pale pale alipokuambia Mungu, haijalishi katika hali ya nje pana gharama kiasi gani. Hiyo ndo tafsiri rahisi sana ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mtumishi mmoja wa Mungu na Nigeria ambaye alikuwa anazungumza kwa utani tu, lakini inaweza kutupa picha zaidi. Yeye akasema kwa hali ambayo ameshafikia ni kwamba hata Mungu akimwambia wewe ni mwanamke, atapokea kwamba yeye ni mwanamke, na kuanzia hapo ataacha kuwa na tabia kama mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Akimaanisha ya kwamba chochote kile ambacho anakisema Mungu ndivyo ambavyo atatembea navyo, na hiyo ndio msingi wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ni utendaji wa shauri la Bwana, iwe ni neno ambalo amelikuvuvia kwa njia ya maandiko matakatifu, au ni neno ambalo amelituma kupitia mtumishi wake au mjumbe wake, au ni neno ambalo limekujia kwa njia ya mahubiri na likagusa moyo wako. Kwa hiyo ni utendaji wa lile takwa la neno, pasipo kujali shauri lingine lolote linalokinzana na neno la Bwana. Hiyo ndio imani. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ndicho kitakachotupa kuvuka katikati ya dhoruba yoyote tunayopitia katika majira na wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nizungumze na mtu mmoja anayemtarajia Mungu kwenye jambo gumu sana. Unamtarajia Mungu akuponye ugonjwa, unamtarajia Mungu afungue mlango wa biashara yako, unatarajia Mungu afufue kazi za mikono yako, unatarajia Mungu ageuze maisha ya mtoto wako. Jambo moja ambalo Mungu amenituma kuliachilia mbele yako siku ya leo, Mungu atakwenda kuachilia imani ndani yako. Imani hiyo itakurudisha kwenye magoti. Imani hiyo itakurudisha kwenye nafasi ambayo utaona Mungu akikutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya somo hili la leo ni Roho Mtakatifu kutuamsha na kutufikisha mahali ambako Mungu anatufanyia mambo na tunaona matokeo katika jina la Yesu Kristo. Mambo muhimu sasa yatakayotusaidia ili kutembea katika imani itakayotuvusha. Mambo muhimu yatakayotusaidia kutembea katika imani itakayotuvusha. Jambo la kwanza, mtumishi wa Mungu, Ukristo ni maisha ya faith zone zaidi kuliko comfortable zone. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo ni maisha ya faith zone zaidi kuliko comfort zone. Bwana Yesu asifiwe. Nitafafanua vizuri, mtumishi wa Mungu. Ukristo ni maisha ya kile ambacho Mungu amekiachilia, anakiita kwenye maisha yetu, kuliko ile hali tunayoiona kwa nje. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya Kikristo siku zote ni maisha ambayo Mungu anasema nini kwenye situation yako, Mungu anasema nini kwenye hali yako, Mungu anasema nini kwa habari ya mambo yako, kuliko mwanadamu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Umetoka hospitali ukapokea ripoti ya daktari, inakwambia wewe una kansa ile hatua ya 4. Manake iko katika hali mbaya sana kuweza kuishi muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Sayansi imeshafika hapo mwisho. Sawa. Sayansi imeshafika wapi? Mwisho. Petro wa kwanza 2:24, neno la Mungu hilo linasema kabisa kwamba kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Kwa maana hiyo, kwa mujibu wa imani hakuna kansa kwenye mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ama uchukue ripoti ya daktari
ama uchukue ripoti ya Kristo ambaye alishamaliza biashara za magonjwa pale Kalvari. Bwana Yesu asifiwe. Na imani itakayokutoa ni pale ambako unafika kwenye jambo gumu, alafu unachagua kumwangalia Yesu anasema nini, alafu unaamua kukomaa na yule Yesu kile anachokisema. Hiyo ndio imani ambayo Mungu anaiita katika kanisa la leo. Hiyo ndio imani ambayo Mungu anaiita kwenye maisha yako siku ya leo. Na imani hiyo ndio Mungu anakwenda kuiamsha ndani yako, na ndio itakayokwenda kukupa matokeo ambayo umekuwa ukimlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 10:38. Waebrania 10:38 inasema wazi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Waebrania 10:38. Nisome kabisa Waebrania, waraka kwa Waebrania ile sura ya 10 mstari wa 38. Na unasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali pengine Wakorintho wa pili sura ya 5 inazungumza kwamba tunaenenda kwa imani na wala sio kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ukristo wenyewe ni maisha ya imani zaidi kuliko utulivu zaidi. Nimepata Kiswahili kizuri. Ni maisha ya imani zaidi kuliko utulivu zaidi. Maana katika kila majira na wakati Mungu atachagua kukubana uchukue hatua ambayo katika mazingira ya kawaida usingechukua hiyo hatua. Na hiyo ndio imani itakayotupa matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, uwezo wa akili yako unapoishia, ndipo imani ama Mungu hupenda kuanzia. Uwezo wa akili yako unapoishia, ndipo imani ama Mungu hupenda kuanzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hupenda kuruhusu mpaka ufike mwisho wa akili yako na kugundua kabisa, mimi kama mwanadamu hapa ni mwisho wangu. Ndipo Mungu huwa anachukua hatua za mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa mifano, utaelewana vizuri. Eneo lolote ambalo Mungu anatamani au ameachilia uweza uende ukawe mtu, anatamani ubariki sana dunia hii katika eneo la fedha, eneo la biashara, basi uwe na hakika kuna nyakati ambazo utapita zitakuwa ngumu sana kwenye eneo la fedha, kiasi kwamba tumaini lako ni ama uiweke kwa Yesu ama ubakie mahali pabaya. Mungu anaporuhusu aina hiyo ya jaribu, uwe na hakika anachojaribu kutengeneza ndani yako ni ile imani. Pale ambako uwezo wako utaishia, ndipo imani ya Mungu itakayokutoa itakapozaliwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda tumaini lako liko kwenye fedha. Mungu ataruhusu jambo ambalo litakuja kwenye maisha yako ambalo fedha itagomba kutibu. Inaweza kaibuka tu ugonjwa ambao fedha, madaktari wanakuambia kabisa hii hamna mahali tunaweza tukakusaidia. Sayansi hapa tumefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sio Mungu amefika mwisho. Sayansi imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kama tumaini lako ndugu, kwamba mimi kwetu tuna fedha, kwa mfano kwetu tuna fedha, hamna kitu ambacho nitafeli, siwezi kukosa mtaji, Mungu atahakikisha umefarakana na hao ndugu, na inapofika wakati wa kuhitaji mtaji, hakuna ndugu ambaye unaweza kumsogelea akakupata akakusaidia. Mungu anataka atengeneze imani katika maisha yako. Kwa hiyo wako wengi ambao mnapitia maeneo namna hiyo, ambao lile tumaini lingine lisilo Mungu limefika mahali ni kama halikupi matokeo.
ulikuwa unatumainia elimu yako, lakini umemaliza shule na elimu, vyeti unavyo vimenyoka, una GPA nzuri, lakini hakuna kitu kinafunguka. Milango hata ya interview za kawaida haupati. Mungu anachojaribu kukifanya ni kwamba lazima ufike mahali na uone Mungu katikati ya kila jambo, na ndipo imani yako itakapokuwa imara ya kuweza kukuvusha. Yuko mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Baba Adeboye, baba wa imani, mtumishi wa Mungu mkubwa sana, yuko Nigeria. Bae miaka kadhaa akiwa kijana alipita mahali akaliona kanisa moja la mabati. Akalichukulia kawaida, alikuwa anashuhudia. Akalichukulia tena yeye na mwenzio akaanza kama kulisema kwa majungu, wakilidharau kama ni kanisa gani na mtu. Baada kama miaka 4 akawa na uhitaji mkubwa sana wa muujiza. Kanisa pekee ambalo alishauriwa kwenda kumsaidia ikawa ndo lile kanisa la mabati. Lile alilodharau, lile ambalo amedharau, lakini alipofika mwisho anahitaji jambo lisilowezekana. Ndio maana ilibidi ashuke, akanyenyekee na kuweza kusaidia. Na baada ya hapo historia iligeuka. Ndio amekuja kuwa mchungaji, kiongozi wa ile kanisa, na anafanya makusanyiko makubwa sana duniani, moja ya makusanyiko makubwa sana ya Kikristo duniani. Lakini ilitokea wapi? Ilifika mahali Mungu aliaibisha akili zake na uwezo wake na elimu yake, na alipokubali kunyenyekea ndipo hapo Mungu alipokuja kumuinua. Mungu huweza kuruhusu akili yako ikafika mwisho, alafu yeye ndio akaenda kuanza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wako unapofika mwisho ndipo imani au Mungu hupenda kuanzia. Jambo letu la 3, majibu ya maombi yetu sio kadri ya machozi yetu, bali ni kwa kadri ya yale ambayo tumeamini. Majibu ya maombi unayotarajia sio kwa kadri ya machozi yako, bali kwa kadri ya imani ulionayo kwa Mungu katika hayo unayotarajia. Haijalishi nitalia kiasi gani kuhusiana na uchumi wangu kubadilika, kama sina imani ya kumwamini Mungu katika eneo la uchumi, uwe na hakika machozi hayatatosha kuvuta msaada wa Mungu na uchumi kufunguka. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi na mwamini Mungu kiasi gani na nalia kiasi gani kwa habari ya ndoa, kama sina imani ya Mungu kwamba Mungu anaweza kumpa mtu ndoa, uwe na hakika hayo machozi yana nafasi yake, lakini nitachelewa sana kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Majibu ya maisha yetu hayako kwenye machozi mengi tunayotoa tunapokuwa katika chumba cha siri, bali yako kwenye yale mambo ambayo tuna uhakika ili Mungu ana uwezo kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Unamdai Mungu fedha, akufungulie biashara, akupe mtaji. Umemwona wapi Mungu akitoa mtaji? Unadai Mungu aponye ugonjwa kwenye maisha yako, amfungue mtoto wako, aache tabia ya ulevi. Umemwona wapi Mungu akisaidia mtu kutoka kwenye kitu cha namna hiyo? Ninachotaka kujenga ni nini? Mwisho wa Mungu, ni lazima tujenge msuli wa shuhuda za Mungu kwenye maisha yetu, ama kupitia maandiko matakatifu, ama kupitia ibada mbalimbali ambazo Mungu anatenda mambo makubwa. Ndipo tuwe na imani ya kumsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwendeaye Mungu ni lazima amwamini na kwamba huwatuza au huwapa wao kwa mjiao. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kuwe na uhakikisho ndani yako ambalo huwezi kumdanganya Mungu, maana linaonekana. Ni lazima kuwe kuna hakikisho kwamba hiki ninachomfuata Mungu, Mungu wa mbinguni ana uwezo wa kunipa. Nimemwona akitoa hichi kitu kwa fulani. Nimemwona hichi Mungu akitoa hichi kitu kwenye maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Majibu ya maombi yetu hayako kwenye machozi mengi sana ambayo tunayo, bali yako kwenye yale mambo ambayo tunamwamini Mungu katika hali. Bwana Yesu asifiwe sana.
Moja ya mambo ambayo yatatusaidia watumishi wa Mungu ni kupanua ufahamu wako, kupanua upana wa imani yako kupitia kutizama walimu mbalimbali ambao Mungu anawasogeza kwenye maisha yako, watumishi wa Mungu ambao wako kwenye maisha yako. Mungu, yote hiyo ni kazi ya kujenga imani ambayo itakupa matokeo, itakupunguzia machozi na kukusaidia majibu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 13, 14 na 15. Tunaona kwa habari ya mtumishi wa Mungu, baba yetu Ibrahim, baba wa imani. Mungu alimwambia kitu cha kujifunza sana. Mwanzo 13 mstari wa 14 hata ule wa 15. Mwanzo 13 14 hata ule wa 15. Mwanzo 13:14 na ule wa 15. Kwa kadri ya alivyoona nimekupa. Yesu asifiwe. Mwanzo 13:14 na 15. Maandiko matakatifu yanatupa kitu cha kuweza kutusaidia, kutuimarisha katika kile ambacho Bwana. Mstari wa 14 huu, ile sura ya 13. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi yote hii uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Maana nchi yote hii uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Ilibidi Mungu amsogeze mahali, ampe nafasi ya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu kikae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aweze kukitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo anavyokuwa, na ndivyo ilivyo kwa habari ya imani. Popote unapomsogelea Mungu katika jambo lako, uwe na hakika lazima lionekane ndani kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya hili jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4. Jambo letu la 4. Kumbuka somo tulilo nalo ni imani itakayotupa matokeo katikati ya dhoruba. Mungu usiyemjua nuruni huwezi kumtambua uwapo gizani. Mungu usiyemjua nuruni huwezi kumtambua uwapo gizani. Bwana Yesu asifiwe. Jiweke kwa Mungu tangu nyakati za amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahamu wako kwa Mungu wakati tu mambo yako shwari, utaamua ujasiri wako wa kumwendea wakati unapitia tabu, na ndicho ambacho kitaamua wepesi wa wewe kukutana na majibu yako. Kitu gani ambacho najaribu kuelekeza mtumishi wa Mungu? Tafute Mungu wakati wa amani. Maandiko matakatifu yanasema tafuteni Mungu maadamu anapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kitu ambacho kinakwamisha, moja ya kitu ambacho kinatuchelewesha wakati tunapopitia mambo magumu ni kwamba hatujajenga experience na Mungu wakati wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema mimi ni Mungu nile karibu wala siko mbali. Na anasema nikaribieni nami nitawakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu usiyemjua nuruni huwezi kumtambua uwapo gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha twende kwenye maandiko matakatifu. Kwa nini Petro alifanikiwa kuweza kutembea juu ya maji? Ni kwa sababu alikuwa na uhakika wa kile ambacho Yesu anaweza kukifanya. Sio tu kwamba amemuona, lakini alikuwa na experience na Yesu kwa mambo ambayo ameyafanya kabla ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama hauna uhakika kwamba Mungu ili jambo anaweza kufanya, nimemuona Mungu sirini akinifanyia jambo hili, nimeona Mungu akinijibu maombi yangu, nimeona Mungu akinionya jambo fulani, na kweli nilivyoacha nikasaidika.
unavyojenga experience na Mungu, uwe na hakika inavyofika nyakati ngumu, unakuwa na ujasiri wa kumwendea Mungu kama Baba, na matokeo yako yanakuja kwa wepesi. Mungu usiyemjua nuruni hauwezi kumtambua ukiwa gizani. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari ule wa 32 pengele B nasema, wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, nao watafanya mambo makuu. Uhodari wetu unategemea sana tunamfahamu Mungu kiasi gani, na ndicho kinachoamua mambo makuu, kinachoamua matokeo. Kwa tunavyozungumza kwa habari ya dhana ya imani itakayotupa matokeo katikati ya dhoruba, basi wakati wa shwari ndio kipindi cha kujiwekeza kumtafuta Mungu, ndio kipindi cha kufanya ibada, ndio kipindi cha kutoa sadaka, ndio kipindi cha kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu usiyemjua wakati, usiyemjua nuruni, usiyemtambua nuruni, hauwezi kumtambua wapo gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi ile sura ya 10 mstari wa 14 na 15 inazungumza kwa habari ya Injili, lakini ikasema wamwiteje yeye wasiye muamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kinachotuathiri mara nyingi tunapopita nyakati za dhoruba, sio kwamba Mungu hayupo, ni kwa sababu hatuna mbinu za kumwita Mungu ambazo tumeziona zikifanya kazi. Kwa imani yetu inakuwa ndogo kuvuta aina ya matokeo ambayo tunayataka. Kwa tunataka tuvute matokeo makubwa kwa wepesi wakati wa nyakati zetu za dhoruba, na uwe na hakika utapitia nyakati za dhoruba. Maandiko matakatifu yanasema wazi kupitia Kristo ya kwamba duniani kuna dhiki nyingi, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kama Kristo alipita kaushinda ulimwengu, maana yake ametuonyesha iko njia ya kupita na kushinda. Kwa hiyo uwe na hakika ziko baadhi ya dhiki ambazo zitajaribu kupita kutikisa imani yako, na kitu ambacho kitatubeba yule Mungu ambaye tunamfahamu wakati wa nuru, wakati mambo ya kushwari. Mungu usiyemjua nuruni hauwezi kumtambua wapo gizani. Jambo letu 5, msaada wa Mungu huishia pale ulipoishia kutii. Msaada wa Mungu huishia pale ulipoishia kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 28 sura 28 mstari wa kwanza ule wa pili hadi ule wa pili. Kumbukumbu la Torati sura 28. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza hadi ule wa pili. Kuna vitu vya msingi ambavyo maandiko matakatifu yanajaribu kutuweka sawa sawa. Nao nasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakaposikiliza na kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo ya Mungu, ndipo kuna baraka ambazo zimefuata pale. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu huishia pale ulipoishia kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu ambao wanaamini hata nikisikia hali ya hatari ndani yangu, nimesikia tu hali ya hatari, najua kabisa hii kuna hatari leo kwenye safari yangu. Wako watu wanaamini kwamba hatari nyingine, hatari zozote unaweza ukaziombea halafu na ukaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu huishia mahali ambako umeishia kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakupa story kidogo. Na kipindi nilikuwa niko kijijini, Mungu alinipa nafasi nikaenda kijijini, kwa na mambo kidogo nafanya kijijini kwetu. Na baada ya kukaa kule, sasa
siku ile usiku ambao kesho nilikuwa nimepanga mwenyewe niondoke, siku ile usiku Mungu akaweka tu msukumo ndani yangu kwamba nisipate kula chakula. Hiyo tena ikanipa mtihani, kwa sababu mchana mzima nilikuwa sijala. Kwa usiku nategemea na nile nipate nguvu nipumzike, kesho yake nisafiri. Basi nikakataa ile sauti, nikakataa ule msukumo, nikapakua chakula changu, nikaandaa chakula. Mistake ya kwanza, kosa la kwanza. Jambo la pili kingine kabisa, nilikuwa najua ndani yangu kwamba kesho yake mimi nisafiri. Kosa langu la pili, nikalazimisha kusafiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikaamka zangu asubuhi, pamoja na kujua kwamba kuna ushawishi mkubwa ndani yangu nisifanye yale ambayo ninayafanya, na nikawa nimelazimisha kuyafanya. Basi ile safari haikuchukua muda mrefu. Dakika chache tu nilipopanda basi, nikasikia kuugua sana. Nikaanza kuugua tumbo lisiloelezeka, tumbo lisilovumilika. Bwana Yesu asifiwe. Nikajitahidi kuvumilia nikasafiri, nafikiri kama nusu saa tu mbele kabla nishuke njiani, kwenye kijiji cha watu ambacho sina yoyote ninayemfahamu, na nilikuwa nina fedha ambayo iko chache sana kipindi kile, kwa iko chache sana, lakini kabidi nishuke kwa sababu sina namna. Aidha nishuke au niendelee nipate aibu katikati ya watu wengi ambao walikuwa ni wasafiri wa siku ile. Basi baada ya kushuka nikamtafuta Mungu, nikamilia sana Mungu, akanisaidia. Tukapanda gari urudi. Sio panda uendelee kama nimekuponya, panda urudi. Tunarudi pale pale ambapo maelekezo niliyoacha. Nikarudishwa pale pale. Nikapanda gari urudi, akapofika nenda sebleni pale, nenda kalale chini. Hakuna kula. Nenda tukalale chini. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikarudi, kufanikiwa kupanda gari kwa inarudi mpaka kijijini, mwendo mrefu, lakini sababu nilikuwa nimeshamlilia sana Mungu, akanipa neema wakati wa kurudi nikafanikiwa. Nikarudi mpaka nyumbani, nikaenda nikalala chini mpaka asubuhi. Na kweli nilipofika kulala chini mpaka asubuhi, hakuna kitu, hakuna maumivu ya tumbo, hakuna vurumai yoyote, hali yote ikawa shwari baada ya pale. Nini ambacho kilinigharimu? Ni kwenye kujiongeza kwenye yale ambayo Mungu alikuwa ameshasema. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu huishia mahali ulipoishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 6. Imani haitaondoa vita, bali itakupa mahali pa kupita. Imani haitaondoa vita kwenye maisha yako, bali itakupa mahali pa kupita. Bwana Yesu asifiwe. Wako wengi sana ambao tuna mambo ambayo Mungu alitujalia akaweka na maneno yake. Uende ukapata neema kabisa, ukasemeshwa kwamba mtu akakufuata, mbaji mmoja akakufuata kukwambia, mtumishi wa Mungu na mzigo sana kutoka kwa Bwana, kwamba fungua shughuli yako, ile biashara yako ile ulikuwa unamlilia Mungu, fungua kipindi hichi, ndio kipindi chenyewe. Lakini baada ya kufungua mambo yameenda magumu kweli, mambo yameenda hayaeleweki. Utaenda bora hata usingesikia neno kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ulisikia neno kutoka kwa Bwana, ukachukua hatua ya kiimani na ukaenda mtaani, kaanza kufungua biashara na mambo hayaendi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka unahisi kama au nimemwamini Mungu ambaye sio sawa, au huenda neno alikuwa sahihi. Kitu ambacho nataka nikwambie ni kwamba imani haitakuondolea vita, bali itakupa mahali vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tupite kwenye darasa kidogo. Yakobo ile sura ya 4 mstari wa 7. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Yakobo 4 mstari wa 7. Kitu ambacho kizuri cha kutusaidia. 4 ile mstari wa 7 unasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa utagundua kwamba pamoja na kumtii Mungu bado kuna kazi ya pili. Kazi ya pili ni kumpinga shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana nikasema, mtumishi wa Mungu, imani haitakuondolea vita, bali itakupa
mahali pa kupita. Hiyo ahadi ambayo Mungu amekupa, ambayo inakupa ujasiri kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, haimaanishi ukianza kufanya mambo ya utumishi hautaona vita. Vita utaiona sana, lakini kitu ambacho kitakubeba ni kwamba Mungu alisema mimi nifanye kazi hizi, manake yuko pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuagiza, ameweka mzigo ndani yako uingie kwenye siasa za mahali fulani. Pambane, uwe diwani labda, pambane uingie siasa kama mwenyekiti wa jiji, mwenyekiti wa mtaa, na hiyo tayari huo uwezo unaona kabisa baada ya kusikia huo msukumo unao uwezo huo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi kwamba hautakutana na changamoto. Kazi ya imani ni kukupa pa kupita. Huo ni mtaji wa kuingia nao kwenye maombi. Huo ni mtaji wa kumwambia shetani kwenye chumba chako cha siri kwamba wewe, sikiliza wewe, mimi niko na Mungu kwenye hili jambo, mkaa pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Imani haitakuondolea vita, bali itakupa mahali pa kupita. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 mstari wa 4 inasema, kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kule kuushinda ulimwengu, ile imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani kazi yake ni kuleta ushindi. Kama inaleta ushindi, maana yake kuna ushindani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tarajia ushindani hata unapofuata hatua za kiimani kwenye mambo sahihi kabisa ambayo ni ya kwako, ambayo ni mzigo wa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni ndoa sahihi kabisa ambayo ndani yako na msukumo kwamba hapa niko na Mungu, Mungu yuko na mimi kwenye uchumba huu. Lakini hizo vita zinazoibuka hapo zisikutoe, zisikufute akili yako kwamba hii sio njia sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya imani ni kukupa mahali pa kupita. Bwana Yesu asifiwe. Tumia maneno ya kinabii yaliyowekwa, yaliyotamkiwa juu yako ili kuvipiga vita vilivyo vizuri. Paulo alimwambia mtumishi Timotheo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya imani yoyote ile ambayo imekujia kwa neno la Bwana ni kukupa mahali pa kupita. Jambo letu la 7, tunaacha kufanya tunapofika, sio tunapochoka. Tunaacha kufanya tunapofika, sio tunapochoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaacha kufanya tunapofika, tunapofikia ule mwisho ambao tunautarajia, sio mahali ambako tunachoka. Katika safari ya imani tunaacha kufanya tunapofika, sio tunapochoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake lazima uendelee mpaka uone umeshika ile baraka yako. Hiyo na yenyewe ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 7 mpaka wa 9. Nilikuwa nazungumza kwa habari tu ya utoaji, lakini dhana ni ile ile. Nilikuwa nazungumza kwa habari ya utoaji, lakini dhana ni ile ile inayotupa kwenye maisha yetu. Wagalatia 6:7 hadi 9 inazungumza jambo zuri sana la kutusaidia. Nasema, tainukuu, siache kutenda mema. Siache kutenda mema, maana utavuna kwa wakati wake usipozimia moyo. Siache kutenda mema, maana utavuna kwa wakati wake usipozimia moyo. Ni hali kadhalika katika jambo lolote ambalo tunalitafuta katika huyu Mungu, usiache kufanya kwa sababu umechoka. Mambo ni mengi ambayo yanakupa kila sababu ya kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ameachilia nguvu ya imani kwa ajili yako. Haijalishi ulikuwa umeshika na mkono mmoja namna hii, haijalishi ulikuwa umeshikilia na kidole kwamba mimi ndoa hii sasa naiacha. Usiache kufanya mpaka umeona mambo yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nazungumza na mtu gani wakati ambaye alikuwa ameshafika mwisho, ameshafika dakika za mwisho. Uende umepaki na mabegi, nyumba hii naondoka, nyumba hii naondoka. Lakini kama neno hili limefika
nyumbani kwako, neno hili limekufikia, uwe na hakika liko tumaini. Haijalishi hali ilikuwa imefika mbaya kiasi gani, Roho Mtakatifu ana uwezo wa kugeuza. Aliuwa na uwezo wa kumfufua Kristo kutoka kwa wafu, akamfanya kuwa mzaliwa wa kwanza. Hiyo hali yako ni ndogo sana kuweza kufufuliwa. Uweza wa Mungu uko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Haijalishi ulishafika mwisho kiasi gani, nguvu ya Mungu iko tayari kukuamsha. Kinachohitajika ni wewe tu kusema, Mungu niko tayari kusaidia. Mungu niko tayari kusaidia. Mungu niko tayari kutembea katika neno lako. Na neno hili ni neno tosha kabisa kujenga imani kwenye maisha yako. Umechoka, sawa, ni sahihi. Pumzika kidogo, songa mbele. Ahadi ya Mungu bado kidogo uweze kufikia. Ahadi ya Mungu ni kwa ajili yako. Inamtukuza Mungu sana wewe kufanikiwa. Inamtukuza Mungu sana wewe kuwa na maisha bora. Penzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwe. Baraka ya Mungu hutajirisha, wala haichanganyi na majuto nayo. Mpango wa Mungu ni kukuinua. Mpango wa Mungu ni kukufaulisha. Mpango wa Mungu ni kukufanikisha. Mpango wa Mungu ni kukupa amani. Mpango wa Mungu ni kukufikisha mbinguni ukiwa umeishi maisha yenye ushindi hapa duniani. Haijalishi umefikia hatua gani ya kukata tamaa, nguvu za Mungu ziko tayari kwa ajili ya kukuamsha. Huo moyo uliochoka upokee nguvu ya kusimama tena na kuendelea kushika zamu yako katika jina la Yesu Kristo. Jambo letu la mwisho, namba 8. Chunga kinywa chako unapopitia wakati wa dhoruba. Chunga kinywa chako dhidi ya maneno hasi unapopitia wakati wa dhoruba. Kumbuka, somo tulilo nalo ni imani itakayotupa matokeo katikati ya dhoruba. Na jambo letu hili la mwisho ambalo naliachilia mbele zako katika Bwana, chunga kinywa chako dhidi ya maneno hasi unapopitia wakati wa dhoruba. Wakati unapopita jambo gumu, unajizungumzishia maneno gani? Kumbuka, mauti na uzima viko katika uweza wa ulimi. Wako wengi ambao wameharibu hatima zao kupitia maneno yao ya kukata tamaa. Wako wengi ambao wameua vitu vizuri ambavyo vilikuwa vifanyike kwenye maisha yao kupitia maneno hasi. Mimi bwana siwezi, mimi bwana nimechoka. Sio kweli amechoka, alijitamkia tu mara 2 mara 3. Na ufalme wa giza akachukua yale maneno, wakaingiza vita yale maneno, na wakajikuta wamemtoa mtu kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Chunga kinywa chako dhidi ya maneno hasi unapopitia nyakati za dhoruba. Aliye dhaifu na aseme mwenye nguvu. Hiyo ndio lugha za kimungu. Hizo ndio lugha za kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ninamtarajia Mungu kwamba kwenye hichi kitanda leo ninasikiliza YouTube hapa, lakini niko kitandani. Ninamtarajia Mungu nitainuka. Kauli zako ziendane na kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Namtarajia Mungu leo nimefeli darasa la 7. Nimefeli form 4. Na sina hela ya kunipeleka shule ya binafsi. Lakini namtarajia Mungu mimi ni profesa wa chuo kikuu. Kwamba haijalishi mazingira yako ya sasa yanasemaje, kinacho kuzunguka sasa kisiamue kauli zako zinakuaje, bali Mungu na ahadi yake na tumaini ulilo nalo ndio viamue kauli unazozungumza. Haijalishi unapita wakati gani, haijalishi umechoka kiasi gani, sema mimi nina nguvu. Haijalishi unaumwa kiasi gani, sema mimi nimepona na namfurahia Bwana na uzima katika mwili wangu. Hiyo ndio haina ya imani itakayokuvusha. Haijalishi umeishiwa kiasi gani, sema mimi ninazo fedha na nitajenga vituo vya watoto yatima. Mimi ninazo fedha na nitajenga biashara hata kwa ajili ya ndugu zangu. Ni aina ya kauli ambazo zinafungua uwezekano katika maisha yako. Sio kwamba kauli za kujitia moyo, hizo ni kauli za kiimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Chunga kinywa chako dhidi ya maneno hasi unapopita wakati wa dhoruba. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ile Luka sura ya 1 mstari wa 5 mpaka ule wa 22 inazungumza kwa habari, ni story kwa habari ya baba wa Yohana Mbatizaji. Alikuwa anaitwa kuhani huyu, alikuwa anaitwa Zakaria, pamoja na mama Elizabeth. Huyu kuhani alipotokewa na malaika mtakatifu na kupewa ile ahadi Mungu kumleta mtumishi wake kupitia familia hii, basi hakusadiki yale maneno. Na Mungu ili kutunza huu nabii uweze kutimia, ilibidi afunge kinywa kumzuia huyo mzee asije kazungumza maneno yasiyofaa na kuweza kuzuia jambo la Bwana lisizaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunao uwezo wa kuzuia jambo la kiungu lisizaliwe kupitia maneno yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uweza mauti na uzima vimefungwa katika uweza wa ulimi, nao waupendao watakula maneno yake. Ni maneno matakatifu, au umefungwa kwa maneno yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Viko vifungo ambavyo vinaingia kwenye maisha ya watu, sio kwa sababu shetani alikuwa smart sana, lakini ni kwa sababu ya maneno ambayo walitamka kwenye maisha yao. Kama Mungu alikuwa na uwezo wa kumzuia kuhani asizungumze kitu ili unabii alioweka ndani yake uweze kuzaliwa, uwe na hakika Mungu ameshafunga vinywa vyetu, ameshafunga kinywa chako sana. Amekuzuilia usiwe mtu mkuu, amekuzuilia usiwe na sauti kwanza kwa safari hii, amekuzuilia baadhi ya vikao usiweze kufika, baadhi ya ngazi usiweze kuzipandia, kwa sababu ukienda ukazungumza huko tayari ungeua maono yako makubwa zaidi ambayo yako ndani yako. Kwa hiyo sio kama Mungu anakuchelewesha, bali Mungu anataka utumie kinywa chako vizuri, kwamba ijalishi unapita wakati gani, usije ukatamka maneno magumu dhidi yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunza kinywa chako dhidi ya maneno hasi hata unapopitia wakati gumu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe na watu kadhaa. Nataka niombe na mtu ambaye alikuwa amefikia mahali akasema mimi hapana, naachana na kazi hii, nataka niache kazi. Nataka niombe tu na wewe, alafu ufanye maamuzi baada ya maombi haya. Nataka nitoke kwenye hii ndoa, chochote kile ambacho unataka ukisitishe, chochote kile ambacho ulikuwa umeshafika hatua ya mwisho na kusema mimi hapa basi. Naomba unipe nafasi niombe na wewe wakati huu, alafu ufanye maamuzi baada ya kupumzika, baada ya maombi haya, alafu uone jinsi ambavyo Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu litakuwa hilo kwa ajili yako. Alafu pili, nitakuombea chochote kile ambacho likiharibu kwa maneno ya kinywa chako ikaamke tena. Pata nafasi uombe kidogo wewe mwenyewe hapo ulipo, dakika moja tu just. Kama unanena kwa lugha, nena kwa lugha. Kama unaomba, mwambie tu Mungu nakushukuru kwa neno. Mshukuru Mungu kwa ajili ya neno, mshukuru Mungu kwa kila ambacho amesema nawe kupitia somo hili. Dakika moja, halafu na mimi nitakuombea. Mantelekete elementa, rapashete elementa, mantalakete elementa, yeketeketekea, imprasete elementa, yeketeketeka, mantele kombrenentelekai, mentelekete elementa, yeketeketeketekai, mantalakete elementa, yeketeketeketekai. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mtu wa Mungu. Lipra sheketeketekai, mantelekete elementa, yeketeketeka, mantelekete elementa, yeketeketeka. Wacha nikuombee. Mungu li hai, Baba, asante kwa ajili ya ndugu huyu, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu, asante kwa ajili ya watu wako hao. Walikuwa wamechoka, walikuwa wamekata tamaa, lakini wamekupa nafasi ya kulisikia neno kutoka kwako. Tunajua unatuma maneno yako ili kuponya na kutoa watu kwenye maangamizo yao. Hayo maangamizo yamekoma. Hiyo mauti iliyokuwa iliingia kwenye ndoa yake, ilikuwa imekaa kwenye ndoa yake ili mtoe kwenye hii baraka, kuanzia sasa hivi hiyo mauti imeondoka kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo mauti iliyokuwa imeingia kwenye biashara ili kuua biashara yake, kumfanya kitu cha kudharaulika mahali hapa, kwa mamlaka ya jina kuu la Yesu Kristo, hiyo mauti imeondoka. Hiyo nguvu ya uharibifu ilikuwa imtoe kwenye kazi yake, imtoe kwenye ajira yake, kinyume na ratiba ya mbinguni, saa hii kwa mamlaka ya jina kuu la Yesu Kristo, hiyo nguvu imeondoka. Natangaza urejesho wa watu wako.
Natangaza kurudi kwenye nafasi. Natangaza uhai mpya. Natangaza tumaini jipya ndani yao, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Shetani, una chako tena. Wamempokea Kristo, wamelipokea neno la Bwana. Neno la Bwana limeingia ndani yao, wako huru kuanzia sasa hivi. Kwa jina la Yesu Kristo, ninabatilisha hiyo operesheni yako kwenye maisha yao. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wako na hawa ambao wamefunga hatua zao. Wamefunga hatua zao kwa maneno yao. Damu ya Kristo inafuta kila maneno aliyotamka dhidi yao wenyewe. Kwa jina la Yesu Kristo, kila maneno aliyotamka na kutamkiwa ambayo yamezuia hatua zao, yamezuia mpenyo, yamezuia nguvu ya kusonga mbele, hayo maneno yamefutika kuanzia leo hii. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu imeingia ndani yao. Pokea kwenda mbele. Pokea hatua mpya. Pokea kufanikiwa. Pokea nguvu ya kusimama katika imani kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina, mtumishi wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu hichi. Basi kama utakuwa na jambo lolote, wasiliana nasi kupitia namba hizo na mitandao ya kijamii ambayo imeainishwa hapo chini. Mungu akubariki. Mungu akuonekanie. Endelea kusimama katika imani. Hakika mwisho wako ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. Amin.